Kwa hivyo mwanafunzi, mpenzi wa lugha mahali ulipo, karibu kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Na tunapoanza kipindi hiki, ningeomba kwamba uweze kusubscribe. Na kumbuka kwamba kwenye kipindi hiki tunaangazia mada mbalimbali zinazohusiana na lugha ya Kiswahili, ikiwemo tu msamiati wa Kiswahili, sarufi ya Kiswahili, uandishi wa insha na hata maswala ya fasihi. Kwa mfano leo ningependa tuweze kuangazia fasihi simulizi, ambapo tutaangalia kwa undani kuhusu utanzu wa maigizo. Jambo la kwanza ambalo tunastahili kuweza kuzungumzia ni maana ya maigizo, kisha baadaye tutaangalia sifa za maigizo, na baada ya kuangalia sifa za maigizo, tutaangalia thima ya maigizo. Na labda muda ukituruhusu, tutaweza kuangazia vipera vya maigizo, ikiwemo ngomezi, mifiga, vichekesho, michezo ya watoto au chekechea, michezo ya jukwaani, ngoma na kadhalika. Kwanza, ningeomba tuangalie maigizo ni nini. Maigizo ni mojawapo ya tanzu muhimu za fasihi simulizi, na ni sanaa ya mazungumzo na matendo, ambapo wahusika huwasilisha ujumbe fulani kwa kuigiza tabia, mienendo na maisha ya watu katika jamii. Kumbuka kwamba maigizo hufanywa kwa madhumuni ya kuburudisha, kuelimisha, kukosoa na hata kuadilisha jamii. Kumbuka kwamba katika maigizo, waigizaji hutumia lugha, waigizaji hutumia vitendo, waigizaji hutumia ishara za mwili, waigizaji hata hutumia nyimbo na maleba mbalimbali ili kufanikisha mawasiliano yao na hadhira. Unanielewa? Kwa hivyo, katika maigizo ni muhimu tujue kwamba ili kuwasilisha ule ujumbe, lugha hutumika, vitendo hutumika, ishara za mwili hutumiwa, nyimbo na hata maleba mbalimbali hutumika ili kuwasilisha ujumbe. Kwa hivyo maigizo ni kioo cha jamii, kwani huonyesha maisha halisi ya wanajamii. Tunapoangalia sifa za maigizo, mojawapo ya sifa za maigizo ni kwamba maigizo hufanyika mbele ya hadhira. Hapa nasema kwamba lazima kuwepo kwa waigizaji ambao tunaweza tukasema ni fanani katika muktadha huu, pamoja na watazamaji ambao ndio hadhira, ili maigizo yaweze kukamilika. Ili maigizo yaweze kufanyika nini? Ili maigizo yaweze kukamilika kwa ufanisi. Kumbuka kwamba maigizo huwa hayahitaji majukwaa maalum. Maigizo hayahitaji majukwaa maalum. Hapa namaanisha nini? Kwamba maigizo yanaweza kufanyika katika mazingira yoyote, kama vile uwanjani, nyumbani, sokoni au hata kwenye sherehe mbalimbali. Sifa ya tatu ni kwamba maigizo hufungamana na shughuli za kijamii. Hapa tunasema kwamba maigizo hujitokeza katika shughuli kama vile harusi, shughuli za jandoni, matanga, sherehe na hata utambaji wa hadithi. Jambo jingine ni kwamba waigizaji huvaa maleba maalum. Waigizaji
huvaa maleba maalum, kwamba mavazi au maleba yanayovaliwa huendana na nafasi au wahusika wanaoigizwa ili kuwasaidia watazamaji kuweza kuelewa ujumbe. Sifa nyingine ya maigizo ni kwamba maigizo huambatana na nyimbo na ngoma, kwamba katika maigizo mengi muziki na uimbaji hutumika ili kuongeza burudani na kusisitiza nini? Kuweza kusisitiza ujumbe. Isitoshe ni kwamba maigizo huwa na tendo la kuigizwa, kwamba wahusika huigiza matendo na tabia za watu au viumbe wengine kwa lengo la kuelimisha, kukashifu au hata kuweza kuburudisha. Sifa nyingine ni kwamba maigizo huwa na mpangilio maalum wa matukio, kwamba maigizo huwa na mwanzo, katikati na mwisho au tamati unaosaidia katika kufanikisha nini? Mtiririko wa visa. Isitoshe ni kwamba maigizo hutumia mawasiliano ya moja kwa moja. Hapa tunasema waigizaji huwasiliana ana kwa ana na hadhira kwa kutumia lugha, ishara au hata vitendo mbalimbali. Ni vyema pia tuweze kuangalia maigizo una umuhimu gani katika jamii. Jambo la kwanza ni kwamba maigizo huburudisha, kwamba maigizo huwapa watazamaji furaha na burudani kupitia ucheshi, nyimbo na vitendo mbalimbali. Jambo la pili ni kwamba maigizo huelimisha, kwamba kupitia maudhui yake maigizo hufundisha kuhusu maadili mema na hata kuonya dhidi ya tabia potovu. Unielewa? Kingine ni kwamba maigizo huhifadhi utamaduni wa jamii. Huwa tunasema inahifadhi na hata kuendeleza, kwamba desturi, mila, imani na tamaduni za jamii huendelezwa kupitia nini? Maigizo. Kumbuka kwamba huwa yanapokezwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Nadhani mwanafunzi unapata haya. Ni mazito. Maigizo pia hukuza umoja na mshikamano, kwamba wanajamii wanapokutana kushiriki katika maigizo hujenga ushirikiano na uhusiano mwema. Kumbuka kwamba kama nimefiga sherehe za harusi, sherehe za mazishi, watu huja pamoja na kuja kwao pamoja unajenga uhusiano mwema. Kumbuka kwamba maigizo pia ni kitambulisho cha jamii, na kila jamii huwa na maigizo yanayoakisi maisha na utamaduni wake. Wanipata? Na jambo jingine ni kwamba maigizo hukuza vipawa, kwamba washiriki hujifunza stadi mbalimbali kama vile stadi za uigizaji, stadi za uongozi, stadi za ubunifu na hata stadi za kuweza kufanya nini? Kuwasiliana. Jambo jingine ni kwamba maigizo pia husaidia katika kukuza uzalendo. Hapa nasema nini? Hapa ninasema kwamba maigizo yanakuza uzalendo kwa njia mbalimbali. Kwa njia zipi?
kwamba maigizo, wanajamii hujivunia mila na tamaduni zao kupitia maigizo mbalimbali. Na mwisho, kwa kuangalia dhima, itakuwa ni vyema kujua kwamba maigizo hukosoa maovu katika jamii. Na hapa maigizo yanakosoa maovu kwa njia gani katika jamii? Kwamba inakashifu tabia kama vile ufisadi, uvivu, ukatili na hata dhuluma. Ni vyema pia mwanafunzi tuweze kujua mwigizaji bora. Ili mtu aweze kuwa mwigizaji bora, ni lazima awe na hulka kama gani? Sifa za mwigizaji bora. Mwigizaji bora atakuwa na hulka za aina gani? Mwigizaji bora lazima awe mtu ambaye ni jasiri na mtu ambaye anajiamini sana, kwamba asiwe na uoga. Kwa hivyo mwigizaji bora la sharti awe jasiri na awe mwenye kujiamini. Isitoshe, ni vyema pia tujue kwamba mwigizaji bora ni lazima awe mbunifu katika uigizaji wake. Kwa hivyo anapoigiza ni sharti awe mbunifu. Pia ni lazima mwigizaji bora awe na ufasaha wa lugha. Lugha yake iwe yenye ufasaha, kwamba anapozungumza anatiririsha lugha kwa namna ambapo amezingatia kanuni na arudhi zote za matumizi ya lugha. Kumbuka kwamba ni lazima awe pia mtu ambaye anaweza akabadilisha toni, kiimbo chake kulingana na matukio. Kwa mfano, endapo yuko kwenye sherehe za mazishi kwa mfano, toni yake tunatarajia toni ya huzuni. Sauti inayotumia nayo kiimbo chake kiwe aidha cha wastani ama kiimbo cha chini. Ni nadra sana ukienda mahali watu wamefiwa ukatumia kiimbo cha juu zaidi. La, utatumia kiimbo cha wastani ama hata kiimbo cha chini. Ni lazima pia mwigizaji bora avae maleba yanayolingana na nafasi anayoigiza. Kwa hivyo yale mavazi yake ya uigizaji ambayo ni maleba ni lazima yaweze kulingana na nafasi ambayo anafanya nini? Nafasi ambayo anaigiza. Mwigizaji bora pia ni lazima awe na uwezo wa kutumia ishara za uso, mikono na mwili ipasavyo. Mbona atumie ishara hizi? Mbona atumie ishara hizi za mikono, uso na mwili? Ili asije akatumia ishara ambazo zitaweza kukinzana na imani ama mtazamo wa hadhira yake. Kwa hivyo swala hili ni muhimu, kwa sababu kumbuka kila jamii ina maigizo yake, na kila jamii ina ishara zake, na kila jamii ina utamaduni wake. Kwa hivyo endapo ishara za mwigizaji huyu zitakinzana na tamaduni na hata mitazamo ya watu, basi swala hili laweza likazua changamoto. Mwigizaji bora pia lazima aelewe utamaduni wa hadhira yake. Kwa hivyo ni lazima, kwa sababu wakati unapokuwa mwigizaji lazima ujue utamaduni wa hadhira yako ni ipi, ndio uweze kufanya nini? Ndio uweze kufanya kila jambo unalowasilisha kwa njia ambayo haitaleta mkinzano na utamaduni wa watu wale.
Mwigizaji pia lazima awe mwepesi wa kubadilika kulingana na nini? Kulingana na mazingira ya uigizaji. Nadhani kwa kijumla huwa tunasema hiyo ni ufaraguzi, na ndiposa mwigizaji bora lazima awe nini? Mfaraguzi, yule mtu ambaye anaweza akabadilika kulingana na mazingira ya uigizaji. Mwisho ni kwamba mwigizaji bora lazima aweze kushirikisha hadhira ili kudumisha umakini wao, ili aweze kudumisha umakini wao. Nadhani jambo jingine ambalo labda tutaangalia katika kipindi kijacho ni kuhusu vipera vya maigizo. Kama nilivyotanguliza, niliweza kusema kwamba maigizo yanajumuisha vipera kama vile michezo ya jukwani, vichekesho, majigambo au vifugo, michezo ya watoto ama chekechea kwa lugha nyingine, ngoma, mifiga, matambiko pamoja na ngomezi. Kwa hivyo katika kipindi kijacho tutaweza kuangazia vipera hivi, lakini kwa muhtasari tu tumeangalia maana ya maigizo, sifa za maigizo, dhima ya maigizo pamoja na sifa za mwigizaji bora. Mkereketo wangu wa lugha, mwanafunzi, usisahau kuweza kusubscribe kwenye kipindi hiki, Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinapiga msasa matumizi ya lugha, masuala ya fasihi, masuala ya uandishi wa insha, masuala ya msamiati. Jina langu ni Kaka Munai, kama ilivyo ada, na watakieni usiku mwanana wenye heri na fanaka.